Ndekea atakuwepo, na kama hatakuwepo uhusiano wenu sasa hivi unakaaje? Umesema swali nzuri. Ndekea ni rafiki, we do talk. Kweli. Na nishasema tuko na 3 gospel artists wenye hatujataja. Kweli. Kuwepo ama asije kuwepo, bado kuna event zingine zinakuja wapi? Hapo mbele. Amekuwa ya kwanza, amekuwa ya pili, hii ya tatu acha tuone venye itakuwa. Ikiwezekana atakuwa. Yeye inakuaje wanangu wa nguvu? Kama kawaida mimi najulikana kama Kaka J, na niko na mnyama fulani hapa ndani ya nyumba ambaye pia ni mwamba kutoka kule Ukambani na pia Kenya nzima. Nazungumzia East and Central Africa. Ni miongoni mwa Wanyamwezi ambao wanafanya vizuri kwenye industry ya entertainment. Na zaidi ya yote ningependa tu nimpe nafasi aweze kujintroduce ili tuweze kupiga gumzo kidogo kuhusiana na event kubwa ambayo inaandaliwa hapa maeneo ya mji wa Nairobi. Kaka J, upo salama? Mungu anasaidia. Mimi kwa majina ni Rick B. Najua kwa niaba ya mtazamaji ambaye labda anakuona kwa mara ya kwanza, huu ni miongoni mwa Wanyamwezi ambao wanapanga show kubwa. Ningependa tu uweze kuzungumzia show ambayo unaipanga na kisha baadaye tuweze kuuliza maswali mawili matatu kuhusiana na show ili tuweze kusonga mbele. This time tunapiga third edition. Iko hapa Uhuru Gardens. Kweli. Tarehe 10 this coming Saturday. Kamba Festival. Kweli. Na ni moja ya kimataifa, yani ni moja historia. Ni moja itaandikwa kwa vitabu. Kubwa sana. Kwa wingi wa watu, muziki mingi, sherehe mingi, kufurahia kabisa. Kweli. Tukizungumzia show ya Kamba Festival, umesema kwamba hii ni ya 3 tangu show ya kwanza iweze kufanyika kule Machakos. Je, mtazamaji angependa kujua ni kipi ambacho kwa kweli safari hii mmekiweka tofauti na zile show zingine ambazo kwa kweli zimekwisha kupita? Vitu mingi tumeziweka kitofauti. Mali tumefanyia show. Uwanja ni mkubwa, space ni kubwa. Hata kama ukijaza hii, ukitoboa kujaza hii, basi wewe uko ligi yako. So hii ni kubwa, unaona tent ni 3, kuna kule, kuna hii na kuna hapa. Na kuna ingine tunaongeza huko pembeni. So pia wasanii nimechange wengi. This time invite hata Prince Inda mwenye simu Kamba, atakuwepo hapa. Tumbuiza watu. Na pia tunatarajia watu wengi, sio Wakamba peke yao, wa Kenya kwa ujumla. Watakuja hiyo siku juu sherehe ni moja hiyo siku. Hiyo siku sherehe ni moja Kenya. Ni moja Kenya. Tukizungumzia Kamba Festival, ni kati ya show ambazo kwa kweli zimekuwa zikizungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii kwa ukubwa na wingi wa watu ambao wanakuja. Safari hii umesema kwamba utakuwa unaleta wasanii tofauti. Je, miongoni mwa wasanii ambao labda utakuwepo siku hiyo ni wapi? Yupo Ken wa Maria, yupo Maima, yupo Kativoi, yupo Katombi, yupo Kana Niko. Even niko na more than 3 gospel artists wenye sijataja hata mmoja, ni surprise tu. Ambao ni surprise. Yani ufike hiyo siku kieleweke. Au sio? Bwana, kwenye comment section pale kwenye show advertisement ya show ambazo zimekuwa zikifanywa, nimepitia mingi. Kuna story ambayo labda wanasema kwamba Rick B, Nicholas Kioko pamoja na msanii wa Ukambani ambaye pia ni gospel artist, tunamzungumzia Ndekee, kwamba kuna bado mambo ambayo hamjaweka sawa. Mtazamaji angependa kujua Ndekee atakuwepo, na kama hatakuwepo uhusiano wenu sasa hivi unakaaje? Umesema swali nzuri. Ndekee ni rafiki, we do talk. Kweli. Na nishasema tuko na 3 gospel artists wenye hatujataja. Kweli. Kuwepo ama asije kuwepo, bado kuna event zingine zinakuja wapi? Hapo mbele. Amekuwa ya kwanza, amekuwa ya pili, hii ya tatu acha tuone venye itakuwa. Ikiwezekana atakuwa. Tukiachia mbali na wasanii ambao watakuwepo, tunazungumzia mpangilio wa show hii ama third edition ya Kamba Festival. Tukiwa kule Carnival kipindi kile, ile show ambayo imekwisha kupita mwezi wa 9, wengi walilalamika wakisema kwamba security kidogo ilikuwa haikufurahisha. Kuna mambo mengi ambayo yalifanyika kuhusiana na show hiyo. Je, labda ningeomba tu waweke wazi ya safari hii itakuwaje? Kaka J, last time nilikuwa na tent moja kama hii. Kweli, kubwa tu. Ndio ilikuwa imejaza watu wote. Mahali kuna watu wengi lazima kuna mchanganyiko wa vitu mingi. Lakini as we talk, tent ni 3. Nimegawanisha regular, nimegawanisha executive, na nimegawanisha VIP. So tukisikia ni regular tutajua mambo ni hapa, lakini hawako wengi, itakuwa rahisi kuhandle. Kusikia kuna rapsha hapa pia tutawahandle juu watu tumewagawanisha. So this time tumetumia system ya kugawanisha watu ndio upate wote hawako sehemu moja. Kweli.
Basi, kwa hiyo umesikia mtazamaji kwamba safari hii mambo ni tofauti kidogo kabisa. Wapate wapi tikiti? Maanake kuna wengine bado as we talk executive table ya 30,000 na ya 20,000 zishaisha. So umebaki na tiketi ya regular, tiketi ya VIP na VVIP. Na hizo tatu zinapatikana ndani ya ticketyetu.com. Unaenda pale, unaangalia Kamba Festival, unachukua tiketi yako na tunapatana hapa kuanzia saa 9 za mchana. Itakuwa nimekinukisha. Kitu kitakuwa kimewaka. Kwenye list ya wamba ambao umeweza kutaja, unajua Ukambani tuko na mapolitician wanasiasa, viongozi wetu. Kweli. Kumbuka tukikuja hapa tunakuja sherehe. Tunaweka mambo mengine kando, siasa kando. Sherehe. So hapa tumekuja sherehe. Last time wenye walikuja na walikuwa wengi. Hata wengine hamkuwaona. Lakini ile naweza penda na viongozi wetu wanaelewa. Mahali ya starehe ya burudani ni ya burudani. Mahali ya siasa ni ya siasa. So hapa tutajumuika, tusalimiane, tujuliane hali, lakini kiburudani tu. Siasa kando. Safi kabisa. Umeweza kumsikiza Rick B ambaye pia ni miongoni mwa waandalizi wa show kubwa hapa nchini Kenya, nazungumzia Kamba Festival. Maneno yako ya mwisho ukimalizia. Kitu naweza sema Saturday. Kweli. Saturday. Usibaki kwa nyumba. Tarehe ni 10. Tarehe ni 10. Mwezi ni wa 5. Mwezi ni huu. So chukua gari ama nini unaweza kuja nayo. Usikuje peke yako. Kuja na marafiki. Tujumuike, tuenjoy. Hii mwaka mmoja iko na 366 ama 365. Tenga tu siku moja. Less than 6 hours. Kuja burudika na sisi. Piga sherehe. Sahau na shida. Mpaka asubuhi. Wanasema ati mnaita hii Kamba Fest na mnaita Prince Indah. So ile ladha ya Kamba Fest imeisha. Unawaambia. Let me tell you, ni kama ladha ya Kamba Festival ndio imeongezea. Juu hizo events zote umeona wakati tumefunga tables ama tumefunga tickets. But it happened this time. Kumaanisha nini? Ladha inaongezeka. Uzito unakuwa mwingi. Alafu una try kumix wasanii. Unaleta huyu. Music haina boundaries. Kwa hiyo wanasema kwamba unasikiza Lingala na usikii. Unasikiza sijui nyimbo za Nigeria ndizo zinachezwa sana hapa na usikii. Kweli. Si ndio? So muziki haina mipaka. Kwa hiyo kwa wale ambao wanasema kwamba kumleta msanii ambaye si Mkamba kwa Kamba Festival ni kubadilisha Kamba Festival ama unamaanisha kufanyaje? Si kubadilisha Kamba Festival, ni ku-make kuwe kubwa. Kweli. Kwa wale pia waitambue, wengine waitambue na ipite mipaka iende mbali. Au sio? Yeah. Bwana, niseme kwamba shukrani sana kwa muda wako na siku hiyo wanasema kwamba Kamba Festival ni kinene. Au sio? Pamoja. Nimeshukuru. Safi. Wacha tuendelee. Unyama.